إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. Ndugu zangu katika imani, waja wa Allah tabaraka wa taala, ninakuhusieni kadhalika ninaihusia nafsi yangu kumcha Allah mtukufu. Enyi waja wa Allah, tumcheni Allah tabaraka wa taala kwa kutenda yote yale ambayo Allah mtukufu ametuamrisha na kujiweka mbali na yote aliyotukataza Allah tabaraka wa taala. Tujue na tutambue ya kuwa kama tunahitaji kufanikiwa kwenye hii dunia, kadhalika kesho yaumul qiyama, basi ni lazima tujilazimishe kumcha Allah mtukufu. Allah ametuhusia sisi na aliwahusia waliokuwa kabla yetu juu ya hili la kumcha yeye Allah tabaraka wa taala. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kwa hakika tuliwahusia waliopewa kitabu kabla yenu. Usia huo tunahusia kwenu ninyi watu wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shikamaneni na njia ya kumuogopa Allah kwa kutenda yale ambayo yeye Allah ameamrisha kwenu na kujiweka mbali na yote aliyokukatazeni. Ya Rabbi, tunakuomba utulinde, utupambe, utuishilize katika dunia hii hali ya kuwa tukiwa ni wacha Mungu, na kesho yaumul qiyama utufufue pamoja na mkuu wa wacha Mungu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil firdausil a'la. Allahumma amin. Ndugu zangu, ama hutuba yangu kwenu ninyi leo, ninasimama mbele yenu katika Ijumaa hii iliyobarikiwa na Allah tabaraka wa taala, nikikumbusha nafsi yangu kadhalika nafsi zenu umuhimu, nafasi, thamani ya amani na utulivu katika maisha ya wanadamu. Kwa nini ndugu zangu, ukumbusho wangu kwenu na kwangu katika siku ya leo ni umuhimu wa thamani ya utulivu na amani katika maisha ya wanadamu leo? Tunajua
tunatambua bali tunaelewa tuko katika mwaka 2025 ndani ya mwezi huu wa 10, tukiamini mwishoni mwa mwezi huu ndani ya nchi yetu patakuwa na uchaguzi wa madiwani wa bunge, kadhalika rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa wenzetu wa Zanzibari, rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Pamekuwa na maneno mengi, kila mmoja anayetamani kusema, mwenye uhuru wa kuongea anaongea, lakini sisi Waislamu tuliomwamini Allah tabaraka wa taala, sisi hatuongozwi na akili zetu, sisi hatuongozwi na matamanio yetu ya nafsi zetu, sisi tunaongozwa na maneno matukufu ya Allah tabaraka wa taala, kadhalika sunna sahihi za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-amnu wal-amanu ayuha al-ahibba, amani tulivu ndugu zangu katika imani ni neema ambayo Allah tabaraka wa taala huineemesha kwa waja wake. Neema hii ndugu zangu, hakuna dola duniani ambayo haijui thamani yake, haitambui thamani yake. Ndiyo maana kila dola imetengeneza majeshi ndani ya nchi yake, kila dola inanunua silaha. Lengo ni kuhakikisha majeshi haya yanalinda usalama wa nchi hiyo, lengo kuhakikisha silaha zinakuwa ni wasila wa kutengeneza amani katika nchi hizo. Ndiyo makubaliano ya sharia zote ya kwamba amani na utulivu ndiyo inaweza simamisha, tekeleza, yafanya kuwepo mambo matano ya dharura katika maisha ya mwanadamu. Pakikosekana amani na utulivu, matano haya kuwepo katika maisha ya mwanadamu ni vigumu. Jambo la kwanza ni dini. Hapawezi kuwepo na watu wenye dini wanaopata nafasi ya kumwabudia Mola wao, ya kumwelekea Mola wao kama zinavyofundisha dini zao, kama watu hao wamekosa amani na utulivu kwenye maisha ya kawaida wanayoyaishi. Pasipokuwepo amani na utulivu, hatuwezi kuwepo msikitini muda huu. Tazameni pahala ambapo imekosekana amani na utulivu, watu hawana muda wa kukaa kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Jambo la pili, amani na utulivu inakuwa ni kisababishi cha kulinda nafsi za watu, cha kutunza nafsi za watu, cha kuhifadhi nafsi za watu. Pakikosekana amani na utulivu, damu za watu humwagika na watu hukufa, makumi kwa maelfu kwa mamilioni. Jambo la tatu, amani na utulivu ndugu zangu ni sababu ya kuhifadhi akili ya wanadamu. Na ndio maana unaona dola zote duniani hazikubali raia wake kuharibikiwa na akili. Kuna baadhi ya vitu vikitumiwa na mwanadamu inakuwa ni sababu ya akili ya mwanadamu huyo kuharibika, kama matumizi ya dawa za kulewesha. Imekuwa ni kosa kubwa kwa muafikiano wa dola zote duniani mtu kukutwa anamiliki madawa ya kulewesha, kwa sababu hatari yake ni kutengeneza kizazi, taifa la watu ambao hawana akili, akili zao zimeondoka kwa ulevi huu. Kitu cha nne, amani na utulivu inatunza na kuhifadhi heshima za watu, utu wa watu. Pasipokuwepo na amani na utulivu, mtu anaweza poromosha maneno ya aina yeyote kwa anavyojisikia kwa mtu mwingine, akamsema anavyohisi kuwa yeye anaweza, anataka kusema. Pakawepo na hali ya kuvunjiana adabu na heshima, pakaondoka utu wa mtu.
jambo la tano la dharura ambalo kuwepo kwake katika hii dunia ni kuwepo kwa amani na utulivu, ni kuhifadhi, kulinda mali. Amani na utulivu ikitoweka, mwenye mali yake itaporwa, itanyang'anywa, itagombaniwa. Alikuwa mtu anacho, mazingira ya kutoweka kwa amani na utulivu hanacho. Na haya mnaweza mkayajua, mkayaelewa mkirejelea katika maeneo katika nchi ambazo zilikuwa na amani na utulivu, alafu kisha amani na utulivu ikatoweka. Lakini kwenye dini yetu ya Uislamu, mambo haya ndugu zangu ni mambo yanayohubiriwa, yanayotangazwa na mitume wa Allah tabaraka wa taala tangu na tangu. Allah tabaraka wa taala anamuelezea Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, khaliluhu, katika suratu Ibrahim aya ya 35, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha albalada amina. Muhammad, kumbuka alipoomba Ibrahim, kumuomba Allah tabaraka wa taala, ewe Mola, jalia mji huu uwe ni mji wenye amani, uwe ni mji wenye utulivu. Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ibada inakuja wakati amani ipo. Pasina kuwepo amani hakuna ibada. Ibrahim anaomba amani kwanza ili aweze ishi maisha tulivu salama ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala na kujiweka mbali na masanamu. Bali Allah tabaraka wa taala tena anatuambia ndani ya Qur'ani katika suratul Baqara 126, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina. Muhammad, kumbuka aliposema Ibrahim kumuomba Allah tabaraka wa taala, e Mola, jalia mji huu kuwa ni mji wenye amani, kuwa ni mji wenye utulivu. Ukipatikana utulivu, ikiwapo amani, Ibrahim anamuomba Allah tabaraka wa taala, warzuku ahlahu minath thamarati, na waruzuku wakazi wa mji huu chakula, matunda, riziki. Hawezi mtu miliki mali, miliki utajiri, miliki riziki, akaitumia riziki hiyo katika mazingira ambayo hapana amani na utulivu. Haliwezekani, haiwezekani. Ni lazima utulivu kwanza uwepo. Ndiyo mtu ana mali yake, atanunua samaki, atakula biriani, atakula pilau, atakula dona, atastarehe kwa namna ya halali ambavyo Allah mtukufu amemhalalishia. Pakikosekana amani na utulivu, haya hayapo. Utajiri wa mtu hauna nafasi na yeye, hauna thamani na yeye. Allah tabaraka wa taala akaja waeleza Makuraishi walioishi kabla ya kutumwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, maisha ya kuporana mali, maisha ya kuharibiana utu, maisha ya kusimangana, ya kuoneana. Uislamu ukaja badilisha hali zao. Katika suratu Quraish Allah tabaraka wa taala anaelezea hali namna ilivyokuwa baada ya kuja Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwao. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allah tabaraka wa taala, Muislamu wa leo ni yule anayeishi mbali na haya maneno. Muislamu wa leo ni yule ambaye anaghururika, anadanganyika, anapeperushwa na matamanio ya watu ambao hawana imani na Allah tabaraka wa taala, hawana hofu na Allah tabaraka wa taala. Wameishi maisha ya kumshirikisha Allah, ya kumkufuru Allah, na yeye anaingia katika mkenge wa kuona
acha kinuke, tutakinukisha, bila kujua dini yake ambayo yeye ameiamini miongoni mwa vipaumbele vyake, miongoni mwa sera zake, miongoni mwa tamaduni zake mazuri ya Uislamu. Uislamu umekuja lingania amani na utulivu katika maisha ya watu. Allah tabaraka wa taala anatuambia ndani ya Qur'ani, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu, wale ambao wamemwamini Allah tabaraka wa taala na kisha wakaziondosha, wakazivua imani zao na dhulma, shirki, kuabudia masanamu, hao ndio wana amani, hao hakika ndio wana amani. Akasema mwisho wa hum muhtadun, na hao ndio wameongoka. Muislamu wa leo ndugu zangu anaghururika na mwanadamu aliyevaa msalaba mkononi, anautangaza msalaba, anauzungurusha msalaba, mtu anamuona kuwa ni shujaa, shujaa kuupandisha msalaba kuwa unashinda. Rudi kwenye Qur'ani, rudi kwenye sunna. Hakuna ambacho Uislamu haujamuelekeza Muislamu kuyapita mapito ya maisha yake katika hii dunia. Dira ya Muislamu, mwelekeo wa Muislamu ni Qur'ani na sunna sahihi za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama wakati anaondoka katika hii dunia, miongoni mwa maneno aliyotuachia ni usia. Anawahusia masahaba zake, anatuhusia sisi, taraktu fikum amraini, ninaondoka lakini nimeacha kwenu mambo mawili, lan tadhillu ba'di abadan, kamwe katu, aslan hamtoweza potea ikiwa mtashikamana na mambo hayo, kitabu cha Allah tabaraka wa taala na mwenendo wangu mimi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Miaka 1447 tunaishi Waislamu tukiwa tumeweka Qur'ani pembeni, tumeweka sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama pembeni. Tunawasubiria waliovingirisha misalaba kwenye mikono yao ndio waongoze maisha yetu katika mambo ambayo nembo na alama ya dini yetu ya Uislamu. Ya Rabbi, tunakuomba utulinde, utunusuru, utukinge na kila ya aina ya upotevu, na uturudishe katika kufuata kitabu chako kitukufu na sunna za mtume wako Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al barru al karim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أحبة في الله، بمرة ثانية أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. Ndugu zangu katika imani, kwa mara ya pili na kariri yusia nafsi yangu iliyo dhaifu, kadhalika nafsi zenu, katika suala zima la kumwogopa Allah mtukufu. Enyi waja, tumuogopeni Allah mtukufu, tumrejeeni Allah tabaraka wa taala, tushikeni muongozo wake na tujiepushe na yaliyo kinyume na yeye. Hotuba yangu ndugu zangu inaikumbusha nafsi yangu, kadhalika nafsi zenu, juu ya thamani ya amani na utulivu katika maisha ya watu. Tumeona namna gani Qur'ani kutoka tangu kale, kipindi cha Nabii Allah Ibrahim alayhi salam Khalilur Rahman, akiasisi taifa tukufu la Makkatul Mukarrama,
anavyolilia amani kwa Mola wake kwanza, kabla ya riziki, kwanza kabla ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kadhalika tumeona namna ilivyokuwa kabla ya kutumwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, hali za makafiri wa Kikuraishi zilikuwaje, na baada ya kutumwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mara ngapi Muhammad kabla hajapewa idhini na Mola wake, masahaba zake wakionewa, wakinyanyaswa, wakidhalilishwa, wakiuliwa, yuko kimya. Ameingia katika sulhul Hudaybiyah, baadhi ya masahaba wanakasirika, kwa nini hawatambui Muhammad Rasulullah? Kwa nini ni Muhammad ibn Abdullah? Anawaambia andikeni wanavyotaka. Uislamu ndugu zangu ni dini iliyotufundisha adabu, usikivu, aongoze, atawale mtu wa aina yeyote. Kipaumbele cha kwanza ni amani na utulivu katika maisha ya watu, na ndivyo tulivyoishi katika maisha yote hapa kwetu Tanzania. Waliopigania uhuru wa hii nchi, historia inawasema ni wazee wetu wa Kiislamu, Allah warhamu, ayatie nuru makaburi yao. Lakini si hivyo, tumepita katika mapito mengi. Sisi Waislamu tunatazama Qur'an, sisi Waislamu tunatazama Sunna. Kipindi kifupi tu kilichopita, kuna mashehe zetu chungu nzima waliowekwa ndani kwa miaka zaidi ya 8. Hakuna watu wamefanya maandamano, hakuna watu wamefanya migomo. Watu waliongea, lakini wameongea kwa njia gani? Kwa njia zile ambazo ustaarabu, hekima, busara inataka. Wako nje leo, wako nje leo. Kwa wanaharakati wa kidunia ambao si wanaharakati bali ni wanaharapesa, Muislamu hana thamani. Akaye atakavyokaa, hawawezi fungua midomo yao kuongea chochote. Sisi ni wasikivu. Ni wasikivu si kwa sababu hatuna nguvu, si wasikivu kwa sababu hatuwezi kusema, ni wasikivu kwa sababu tunaamrishwa kusikiliza, tunaamrishwa kutii. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yurawi musliman, fala yurawi anna musliman. Yeyote anayeamini iko siku atakutana na Allah tabaraka wa taala akiwa amemwamini katika hii dunia, atalipo kwa anayoyatenda akiwa yeye ni muumini. Miongoni mwa mambo ambayo hafai kuyafanya mtu huyu aliyemwamini Allah, fala yurawi anna musliman, asithubutu kuzua taharuki, uoga, hofu kwa Muislamu. Ni jambo la haramu kwa Muislamu mwenzake. Watu wanashinda mitandaoni, kazi kubwa ni kuzua taharuki, hivi vile, wakatumia mazingira hayo kutusi watu, kudhalilisha watu, kuporomosha utu wa mtu, heshima ya mtu, thamani ya mtu. Haya yamepigwa vita karne ya 7 na Uislamu. Ni haramu Muislamu kumwaga damu ya mtu, ni haramu Muislamu kupora mali ya mtu, ni haramu Muislamu kuharibu heshima, cheo cha mtu. Karne ya 7, sio mambo ya jana na juzi huko. Lakini ajabu ya Rahmani, watu ambao wamemwamini Allah mtukufu wa Islam, na wao wameingia kwenye mkumbo wa utovu wa adabu, wakadhalilisha mama za watu, wazazi wa watu. Una madai ambayo wewe unayo, dai kwa njia zile ambazo zimewekwa. Haiwezekani, subiria. Mola yupo,
Huyu ndiye mlipaji wa kila kitu. Ukikosa haki yako duniani utaenda ipata kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini haiwi halali mtu mmoja, mimi dhaifu dhalili, iwe ni sababu ya kumwaga damu za watu milioni 20. Haiwi sahihi. Waislamu, tuepukeni na taharuki. Tuepukeni na kuamsha taharuki mitandaoni. Vijana wa Kiislamu fikra zao, mtu anafikiria ikiwa hivi maisha yatakuwa hivi. Maisha yamekuwa magumu. Maisha hayajawahi kuwa mepesi kwa mwanadamu. Ndio maana vitabu vyote, sharia zote, mitume wote wamekuja lingania miongoni mwa mambo mwanadamu anaishi nayo katika hii dunia akiabudu, pia afanye kazi. Afanye kazi. Kufikiria tu kuwa kuna mtu atakuja atabadili maisha yangu nikiwa nimelala ndani, pesa zitamwagika nishakuwa tajiri. Hakuna maisha ya namna hii tangu Allah ameiumba dunia mpaka kiyama kitafika. Lazima mwanadamu apate riziki kwa kuvuja jasho, kwa kufanya kazi. Tena kazi inayotakwa na Uislamu ni kazi ya halali, sio kazi ya haramu. Kazi inayotokana na pato sahihi. Waislamu, tujitahidini kujiepusha, kujiweka mbali na makundi na vikundi vinavyokaa kujadili, kuleta taharuki, kuvuruga amani ya nchi hii. Tumezaliwa Tanzania sisi, tunaishi Tanzania sisi. Baba zetu, mama zetu, babu zetu, bibi zetu, familia zetu, wajomba zetu wako Tanzania. Katika Watanzania takriban milioni 20 ni wachache mno wanaomiliki pasipoti, na katika hao pia ni wachache wanaoweza tumia pasipoti hizo kwa kuwa na pesa za kukimbia pakichafuliwa, pakinukishwa. Angalieni namna ilivyokuwa Libya, yalianza hivi mitandaoni. Angalieni namna ilivyokuwa Iraki, yalianza hivi mitandaoni. Angalieni alivyokuwa Sudani kwa Umar al-Bashir, yalianza hivi mitandaoni. Wako wapi walioamsha taharuki hizo? Wako wapi? Na leo hali za watu zikoje? Tuna Wasudani wengi ndugu zetu Tanzania hapa, wameshindwa ishi, wanaishi hapa, wanatafuta riziki hapa, nafsi zao zikiwauma, wakiwa wameacha ndugu zao, wala hawajui wana mazingira gani huko. Muislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasema la yahillu limuslimin an yurawi'a muslima. Bado Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anaendelea sema haiwi halali kwa Muislamu kuzua taharuki ya kuondosha amani kwa Muislamu, hata kwa asiyekuwa Muislamu. Shirikini katika kufanya yale ambayo yanaboresha, yanaimarisha maisha yenu. Mkizidi muomba Allah tabaraka wa taala ajalie taifa hili liwe ni taifa la watu wenye kutamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hatuwezi tengemaa sisi kwa mifumo aliyoiweka binadamu. Unaona sahihi rahisi tu kuanzisha maandamano, lakini maandamano yakija kuna mahasidi wanatamani mali ya fulani. Mnayaona, mi pengine katika hili ni mjinga kuliko ninyi mnaonisikiliza. Wanavunja watu maduka ya watu, wanapora watu mali za watu, wanatumia fursa hiyo kumwaga damu za watu na eneo fanana nayo. Kama mtu ana akili timamu anaenda bomoa barabara ya lami, unategemea mtu huyu akijua ndani ya duka hili kuna mali ataacha ingia akachukua? Amani, utulivu kitoweka, hakuna mazingira ya utulivu kwa binadamu. Kila kitu kinasimama. Ndiyo sababu mtu yeyote ukimkuta anajua dini kwa kiasi ambacho Allah amemjulisha, atasimama kulikemea na kulikataa hili kwa uwazi, na wala kufanya hivi si uchawa.
si uchawa. Na kama kuieleza Qur'ani na Sunna ni uchawa, bora uchawa kuliko ukunguni wa kuharibu amani. Maana chawa akiwa kichwani, ukinyoa nywele zote chawa amekwisha, lakini kunguni anajua kona zote za kujificha, na ndio tunapata tabu hizi ambazo tunazipata. Tukatae. Rais ya awamu ya 5 aliyepita tumeshuhudia mengi kwa uwazi. Watu waliporwa mali zao kiuwazi, tulikaa kimya. Ilikuwa mtu hana dhamana, akiamka asubuhi anaenda kazini, kama nitarudi bado na nafasi yangu, atatumbuliwa. Zilianzishwa mpaka mahakama za mafisadi. Ninyi ni mashahidi, ziko wapi? Mambo yametulia, kelele nyingi. Kelele zinatokana na nini? Tulieni. Atapita huyu Muislamu, atakuja mnayemtaka, mtaongoza, hamna tatizo. Lakini muda huu tulieni. Hakuna anayejiweka kwa mazingira alionayo. Kila kinachokuwa kimetokana na Allah mtukufu, iwe kwa huyo ni fitna, kwa wale ambao wanatawaliwa ni fitna, lakini ni mamlaka makuu ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, twendeni tukaongee kwenye majumba yetu, kwenye familia zetu, kwenye mikusanyiko yetu. Amani na utulivu ndio kipaumbele. Usishabikie mtu anayevunjia adabu watu. Wewe baba, una serikali ndani ya familia yako, una watoto 7 mpaka 10. Mtoto mmoja anakushambulia mbele ya watoto wengine kwa uwazi, kwa maneno makali, kwa kukuvua nguo na kila kitu. Utamridhia? Utamtazama? Kama huwezi kumtazama, unachukiaje mtu mwingine anavuliwa nguo, anavuliwa adabu, na uwezo wa kufanya lolote analo, unachukia vile anafanya? Hakuna serikali duniani inayokubali kumuona raia wake anaipanda kichwani. Duniani hakuna serikali duniani inayokubali kuona raia wake anaipanda kichwani. Na wala raia asijefikiria, mimi kama raia nina waumini, nina wafuasi, inawezekana ikawa sababu ya kuizidi nguvu serikali yangu. Tii mamlaka, heshimu mamlaka, heshimu watu. Una madai, pita kwenye njia zile ambazo ni sahihi. Hatukubali watu kutekwa, hatukubali watu kuuawa, wala haturidhii. Lakini madai haya yadaiwe kwa namna ya vile ambavyo taratibu zinataka, ili tuendelee kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Tusikubali sisi kama sehemu, sisi kama Waislamu, wanajamii, wakazi, wazaliwa wa Tanzania, kuwa ni sehemu wa kuharibu amani na utulivu wa maisha ambayo tuko nayo. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa ni katika wale ambao tunasikia nasaha njema na tunazifanyia kazi. Ya Rabbi, tunakuomba uturuzuku kukifuata kitabu chako na sunna za mtume wako Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba utubariki katika siku ya leo, utubariki kwa wazazi wetu, kadhalika kwa jamaa zetu, kwa ndugu zetu, wale ambao ni wafanya biashara. Ya Rabbi, zibariki biashara zao, iwe ni sababu ya kupata faida za halali na kuendelea kuchuma machumo yaliyo mema. Ya Rabbi, tunakuomba tudumishie amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Tupambe na usikivu na utiifu, tujalie maelewano, kadhalika kuvumiliana baina yetu. Tunaishi wa Tanzania zaidi ya makabila 120 wenye dini tofauti tofauti, lakini ya Rabbi, wewe umetupa moyo, subira ya kuvumiliana. Kila mmoja atangaze imani yake kwa mwingine kwa hoja zilizo sahihi, wala si kutukanana, kukejeliana, wala kutiana madhara. Ya Rabbi, tunakuomba wale wote ambao ni wagonjwa, waponye maradhi yao, wanyenyue vitandani. Ya Rabbi, wawezeshe waweze kwenda katika kazi zao, na wale ambao wako katika sakarati mauti, ya Rabbi, jalia kwa wao uwepesi wa kuondoka katika hii dunia, na wajalie mwisho mwema. Ya Rabbi, tuna vijana wengi wasio na kazi, wajalie ajira
kutokana na elimu walizonazo. Ya Rabbi, tuna vijana wengi ambao wanahitaji kuoa, jalia wapate wake, kadhalika mabinti wapate waume. Tunakuomba Allah mtukufu, kupitia utukufu wa siku ya leo, kila mmoja wetu mpe mruzuku lile lenye kheri na yeye kwa mujibu wa mahitaji ya nafsi yake. Ya Rabbi, tunakuomba mlinde, mkinge, muepushe na kila shari rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ya Rabbi, mjalie maono mema na Watanzania, muwezeshe mama huyu awatendee Watanzania yale ambayo wewe Allah wayaridhia, na muepushe, mzuie asiwatendee Watanzania yale ambayo wewe wayachukia na kuyaghadhibikia. Wajalie wasaidizi wake huwa ni wasaidizi wema wenye kutenda kwa dhamira yake njema. Waepushe na ufisadi, ula rushwa na ulanguzi. Ya Rabbi, tunakuomba kadhalika mlinde, mkinge, muepushe na kila shari rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mjalie watendee Wazanzibari yenye kheri na Wazanzibari, mzuie ya Rabbi asiwatendee Wazanzibari yenye shari na Wazanzibari. Ya Rabbi, jalia amani nchi yetu ya Tanzania, mimina amani ndani ya Tanzania, katika mipaka ya Tanzania. Kama kuna mtu mwenye nia na matamanio ya kuvuruga amani, ya Rabbi, safisha moyo wake, awe ni raia mwema, shirikiane na wengine kudumisha amani ya nchi hii. Na kama yuko nje ya Tanzania, zuia asiweze ingia ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Ya Rabbi, tunakuomba kwa utukufu wa siku ya leo, kwa baraka za siku hii ya Ijumaa, walinde, wakinge na kila shari za mazayuni wa Kiyahudi, ndugu zetu wa Palestina, hususan walioko Gaza. Ya Rabbi, walishe kwa chakula kitokacho kwako, wavishe kwa mavazi yatokayo kwako. Ya Rabbi, wanyweshe kwa kinywaji kitokacho kwako. Ya Rabbi, wape nusra ya haraka, nusra itokayo kwako. Waangamize Mayahudi waliopo Palestina na kwingineko kote duniani. Ya Rabbi, tuoneshe muujiza kwa haraka dhidi ya madhalimu hawa wanaotesa na kunyanyasa ndugu zetu wa Palestina. Ya Rabbi, tunakuomba jalia dola zote duniani ziunge mkono Palestina ili waweze salimika na mashaka na tabu wanazozipata kutokana na vitimbi na shari za makafiri wa Kizayuni wa Kiyahudi. Ewe Allah mtukufu, umetuamrisha kumtakia sala na salam Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam uliposema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع وعن البقية أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. ربنا لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا يشافي إلا شفيته، ولا الحاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Al Wahda TV, ufunguo wa moyo wako.